bwana. Sasa wakati mimi nacheza ile Congo United, hapo mimi nachaguliwa katika timu ya mkoa wa Dar es Salaam. Sawa. Kabla hata sijaingia Yanga. Okay, kutokea huko Congo United. Unaona bwana, naitwa kwenye timu ya mkoa. Sasa ninapoitwa kwenye timu ya mkoa nakutana na wachezaji wengine pale. Unaona bwana, Kajole, Niko Njole, Rashididi, Chama huyu na wengine wengi tu, majina mengine wakina Marem Dunia Adonis na nakutana nao. Sasa vile mnavyocheza kila mtu kwa upande wa Simba wanakwambia bwana, vipi bwana, njoo huku kwetu bwana. Yes. Ndio bwana. Wa Yanga nao ukikaa bwana, vipi bwana, njoo huku bwana, mbona kaa unapoteza muda? Sasa ikatokea hiyo mwaka 77 tumekwenda zetu Arusha kwenye hiyo Shimuta. Michezo ya Shimuta. Tulianzia Moshi, baadaye tukaqualify tukaja zetu Arusha, hapa tukawa tunaendelea kucheza. Sasa siku moja ikawa kama vile huyu rafiki yangu Rashididi akawa kama ameniwekea mtego. Tumemaliza mchezo ule, tumerudi zetu hotelini, tumeoga nini, na bwana tuzetu tukale chakula. Akanambia bwana, leo tusiende kula bwana, ngoja tumechoka bwana, ngoja tutaagiza tu hapa chakula tutakula. Kumbe yeye ana agenda yake, mimi sifahamu. Basi tumekaa, tumekula, tumemaliza, tumelala vitandani pale, kila mtu kajifunika shuka yake, tunapiga story nini, maana mlango unagonga. Mwenye mganga karibuni, wanaingia wazee wa Yanga. Bwana, yeye kumbe alishajua, lakini mimi nilikuwa sijajua. Basi wakaingia nakumbuka pale kuna mtu mmoja Arusha kule, mzee mmoja wa Yanga anaitwa Mshiu marehemu. Alafu mwingine anaitwa Dambairu marehemu vile vile. Alafu mwingine alikuwa anaitwa mzee Mkindi. Naona bwana, wakaja pamoja na mwalimu. Wakati huo alikuwa anafundisha Yanga, mzee Shabani Marijani. Okay. Wakawa wamekuja pale. Ugeni mzito huo. Ugeni mzito pale, bila maandalizi, bila chochote. Bwana. Basi tulipofika pale ndo wakanielezea, bwana, si nataka uje kwetu hapa bwana, kijana unavyo wewe uko na mwenzako hivi nini, una matatizo gani? Si nini, nikapewa form pale nikasaini. Sio walikuwa wanasaini wachezaji kwa rais. Basi nikapewa form nikasaini.